ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salam zimwendee kiongozi wa umma wetu huu, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Uwezo Allah subhanahu wa ta'ala na kwa neema zake na karama zake ametuneemesha leo hii katika siku nyingine na wakati mwingine kuiona siku ya leo. Hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala sio kwa ujanja wetu na matashi yetu, isipokuwa ni kwa fadhila za Allah tabarak wa ta'ala. Tunamuomba Allah ajalie uhai huu ambao aliotupatia katika siku ya leo tuutumie katika yale yote ambayo anayaridhia Allah subhanahu wa ta'ala na kuyapenda. Na leo katika risala yetu hii, risalatun fi sujudi sahwi, tunaendelea katika kipengele ambacho kinaelezea sujudu sahwi ala alma'mumi, sijidatu sahwi kwa yule mtu ambaye yeye ni maamuma, ni mtu ambaye anaswalishwa. Kuna imamu halafu maamuma. Imamu ni yule ambaye anayekaa mbele kwa ajili ya kuwasalisha watu na kuwaongoza katika ibada ya swala, lakini maamuma ni yule ambaye anayekaa nyuma akimfuata yule aliyekaa mbele kwa ajili ya kumwelekeza na kumswalisha na kumuongoza katika ibada yake ya swala. Sasa yule ambaye yuko nyuma, maamuma, ana hukumu gani katika kuileta sijidatu sahwi? Ikitokea kwamba yeye amesahau kitu miongoni mwa vitu ndani ya swala yake, ambapo kitu hicho imamu yeye kakileta kule, ambapo ilibidi huyu maamuma au huyu mtu ambaye anayeswali, na kwa yeyote yule, kutokana na kitu ambacho alichokisahau huyu maamuma, ilibidi alete sijidatu sahwi. Sasa yeye ni maamuma na anaongozwa, je, atafanya nini kwa wakati huo? Qala al-muallif rahimahullah, amesema mtunzi wa kitabu chetu Allah mrahamu, idha sahal imamu, atakaposahau yule imamu, wajaba ala al-ma'mumi mutaba'atuhu, itamlazimu maamuma na ni wajibu kwa maamuma kumfuata imamu fi sujudi sahwi, katika ile sijidatu sahwi, pale ambapo imamu atakapokuwa amesahau kitu na ikambidi alete sijidatu sahwi, hata kama kitu hicho maamuma hajakisahau, basi inatakikana maamuma amfuate imam katika ile sijidatu sahwi atakayokuwa ameileta, liqauli nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa kuthibitishwa na kauli ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lamma qala, pale aliposema katika hadithi ambayo imepokelewa na al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake fi kitab al-adhan, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, hakika si vinginevyo imamu alifanywa kuwa yeye ndiyo kiongozi, yeye ndiyo imamu, ili swala za watu zitimie kwa kupitia imamu yule. Liyutamma bihi, ili swala za watu zitimie kwa kupitia huyo imamu. Fala takhtalifu alayhi, basi ujumbe sasa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba basi msikhtalifiane na huyo imamu, msiendane naye kinyume huyo imamu. Atakapoenda kusujudu basi nendeni naye, ila an qala, mpaka pale aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam, wa idha sajada fasjudu, na pindi ikiwa kama ataleta sijidatu sahwi, ataleta sijida, basi na nyinyi nendeni mfuateni imam kule alipoenda. Muttafaqun alayhi, hadithi imepokelewa na al-Imam Bukhari na Muslim min hadithi Abi Huraira, katika hadithi ambayo imesimuliwa na Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Wasawa'un, lakini pia sawa sawa, sajada al-imamu lis-sahwi qabla as-salam, ataleta imamu sijidatu sahwi kabla salam au ba'dahu, au akaileta sijidatu sahwi imam baada salam,
fayajibu ala alma'mumi mutaba'atuhu, basi itamlazimu yule maamuma kumfuata huyo imam, illa an yakuna masbuqan, isipokuwa huyo maamuma ikiwa kama alipitwa na baadhi ya rakaa, ai qad fatahu ba'dhu salati, yani imempita baadhi ya sehemu katika swala, fa innahu la yutabi'uhu fi sujudi ba'dahu, basi maamuma huyu ambaye aliyepitwa na rakaa baadhi katika ile swala, basi huyu yeye hatamfuata imamu pale ambapo imamu atakapokuwa anataka kuleta sijidatu sahwi baada ya salamu. Basi maamuma yeye baada ya ile salamu itabidi asimame moja kwa moja, yule ambaye alikuwa anadaiwa itabidi asimame moja kwa moja, na wala asisubiri kumfuata imamu katika ile sijidatu sahwi aliyokuwa amesahau au ambayo ilitakiwa ailete baada ya salamu, litaadhuri dhalika, kwa ajili ya kutokea udhuru wa namna hiyo. Idhil masbuqu, kiasi ambacho yule aliyetanguliwa au aliyepitwa na baadhi ya rakaa, la yumkinu an yusallima ma'a imamihi, yeye haiwezekani kutoa salamu pamoja na imamu wake. Wa ala hadha, na kwa kujengekwa huku, fayaqdi ma fatahu wa yusallim, basi atalipa kile kilichompita na atatoa salamu. Thumma yasjudu lisahwi wa yusallim, kisha ataleta sijidatu sahwi na atatoa salamu. Yani ikitokea kwamba maamuma umeenda kuunga swala kwa imamu ambaye tayari ameshaswali rakaa moja, yupo kwenye rakaa ya pili au rakaa ya tatu, ambapo imamu huyu katika zile rakaa ambazo wewe ulizozidiriki kwake ikatokea kosa miongoni mwa makosa ambayo yatampelekea huyu imamu ailete sijidatu sahwi baada ya utoaji wa salamu, akaswali imamu na wewe upo nyuma yake, hali ya kuwa rakaa moja imekupita au rakaa fulani zimekupita, akaswali imamu, baada ya kuwa ameswali katika ile swala yake mwishoni kabisa akatoa salamu. Alipotoa salamu, wewe kwa kuwa una rakaa ambazo zimekupita, basi wewe haitakuwajibikia kumfuata imamu katika zile sijidatu sahwi, bali utasimama pale pale, utasimama kwa ajili ya kumalizia rakaa yako iliyokupita. Na kwa kuwa kosa la imamu lilitokea hali ya kuwa na wewe upo naye, utaswali, utamalizia swala yako. Baada ya kuwa umemalizia swala yako utatoa salamu, kisha na wewe utaenda kuleta sijidatu sahwi na utatoa salamu. Sawa sawa, eh? Mithalu dhalik, mfano wa jambo hilo, rajulun dakhala ma'a al-imami fi rak'ati al-akhira, ikitokea mtu ameingia pamoja na imamu au amekuja kuunga swala pamoja na imamu katika ile rakaa ya mwisho, wa kana ala al-imami sujudu sahwi ba'da as-salami, lakini huyo imamu ilikuwa inamwajibikia yeye kuleta sijidatu sahwi baada ya kuwa yeye ametoa salamu. Fa idha sallama al-imam, basi pindi imamu atakapotoa salamu ile ya kwanza kabla ile salamu ya pili sijidatu sahwi, falyaqum hadha almasbuqu liqada'i ma fatahu, basi kinachotakikana huyu aliyepitwa na kutanguliwa na kuachwa na baadhi ya rakaa atasimama kwa ajili ya kulipa kile kilichompita. Wala yasjudu ma'a al-imami, na wala mtu huyu hata aleta sijida ile ya kusahau pamoja na yule imamu. Fa idha atamma ma fatahu, basi sasa atakapomaliza kile kilichompita, sajada ba'da salami, ataleta sijidatu sahwi baada ya kuwa ametoa salamu. Wa idha saha al-ma'mum, na pindi ikitokea kwa maamuma amesahau kitu fulani, duna al-imami, tofauti na imamu, walam yafutuhu shay'un min as-salati, na ikawa huyo maamuma hakijampita kitu chochote kile katika swala, hakijampita chochote kuanzia rakaa ya kwanza mpaka rakaa ya mwisho, ameidiriki pamoja na imamu, fala sujuda alayhi, basi mtu huyu hataleta sijidatu sahwi. Yani ameswali pamoja na imamu kuanzia rakaa ya kwanza, lakini hapa katikati ikatokea dua ya kurukuu kaisahau, ameenda kurukuu pamoja na imamu, subhana rabbiyal azim, ilitakiwa asome pale dua subhana rabbiyal azim, mpaka imamu ananyanyuka
yeye yupo katika kile kitendo cha kurukuu, ima kasoma dua nyingine tofauti na ile dua ya kurukuu yenyewe inayotakikana, au kasahau kabisa, mawazo yake yalikuwa ni mengi, kasahau akajikuta tayari ameshasimama, na wakati huu dua ya kurukuu kaisahau, hajaileta, au kaleta dua nyingine, kasoma suratul Fatiha katika rukuu, au kasoma kitu kingine katika hii rukuu, au adhkari nyingine yoyote katika hii rukuu, basi mtu huyu kwa kuwa yupo nyuma ya imamu, swala yake itatimia kwa kupitia yule imamu. Hata aleta sijidatu sahwi kama jinsi ambavyo wanafanya baadhi ya watu. Kwa kuwa upo nyuma ya imamu, basi wewe sijidatu sahwi haitakuwajibikia. Tumeelewana? Lianna sujudahu yuaddi ila ikhtilafi ala al-imami, kwa sababu ikiwa kama huyu maamuma ataeleza sijidatu sahwi, basi inapelekea huyu maamuma kutofautiana na imamu, wa ikhtilali mutabaatihi, na kwenda kinyume na kumfuata huyu imamu, atakuwa amemwacha kabisa huyu imamu. Kwa hiyo jinsi inavyotakikana kwa kila maamuma asitofautiane na imamu katika kila kipengele. Tuko pamoja? Wali anna sahabata radhiyallahu anhu, tunachukua ibra na mazingatio kutoka kwa masahaba, na hakika masahaba radhi za Allah ziwe juu yao, taraku tashahhud al-awwal, katika dalili ambayo tuliotangulia kuisoma huko nyuma, ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika moja swala zake alikuwa akiswalisha, ilitokea bahati mbaya siku moja akasahau kusoma tashahudi ya kwanza, kwa kile kikao kwa ajili ya tashahudi ya kwanza na kuisoma tashahudi ya kwanza yenyewe. Lakini maswahaba huko nyuma wakiwa wanafahamu kwamba hapa Rasulullah amesahau, ndio maana anasema kwa sababu maswahaba taraku tashahhud al-awwala hina nasiyahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, pindi Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoisahau tashahudi ya kwanza, hali ya kuwa wao wanaikumbuka kabisa, hapa inabidi sisi tukae tashahudi ya kwanza, wao wakasimama, faqamu ma'ahu, wakasimama pamoja naye Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wanafahamu kabisa kuna kitu tumekiacha, lakini kwa kuwa sisi ni maamuma tunamfuata imamu wetu, wakawa wamemfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kile kisimamo. Walam yajlisu litashahudi, na ikawa hawakukaa kwa ajili ya tashahudi, wakasema kwa kuwa ni wajibu hii tashahudi na imamu yeye kasahau kasimama, ngoja sisi tukae kwa sababu sisi tunakumbuka tujasahau. Wakaendelea kumfuata imamu muraatan lilmutabaati, kwa ajili ya kuchunga kule kumfuata au kufuata imamu, wa adami likhtilafi alayhi, na kukosekana kwenda kinyume na imamu au kutofautiana na imamu. Fa inna fatahu, hapa imekosewa katika uandishi, fa in fatahu, ilibidi iwe hivyo, fa in fatahu shay'un min as-salati fasaha ma'a imamihi au fima qadahu ba'dahu, lakini ikiwa kama kitampita kitu ndani ya swala, rakaa miongoni mwa rakaa zimempita katika swala, fasaha ma'a imamihi, ikatokea huyo maamuma amesahau akiwa yupo pamoja na imamu wake katika zile rakaa alizomdiriki kwazo imamu, yupo kwenye rakaa ya tatu, kamdiriki imamu katika rakaa ya tatu, ikatokea katika hiyo rakaa ya tatu amesahau kusoma dua ya kurukuu, au fima qadahu ba'dahu, au akasahau kuleta dua ya kurukuu katika zile rakaa ambazo alizozilipa baada ya kuwa imamu ameshatengana naye katika ile salamu, lam yasqut anhu sujudu, kwa wakati huo sasa haitaporomoka na kudondoka sijidatu sahwi, ni lazima ataileta sijidatu sahwi. Fayasjudu lisahwi idha qada ma fatahu qabla as-salami, basi ataleta sijidatu sahwi pale ambapo atakapokuwa analipa kile alichokuwa anakileta au kile kilichompita, na hii sijidatu sahwi ataileta kabla ya yeye kutoa salamu au baadahu, au baada yake, hasiba tafsili as-sabiqi, kulingana na maelezo yaliyotangulia kupita huko nyuma. Ni wakati gani mtu ataleta sijidatu sahwi kabla ya salam, ni wakati gani mtu ataleta sijidatu sahwi baada ya salam. Kwa hiyo ikitokea kuna kosa ambalo limetokea wakati ambapo wewe upo na imamu, halafu kuna rakaa zilizokupita, sasa ukisimama kwa ajili ya kumalizia zile rakaa au ile rakaa moja iliyokupita, itabidi ulete sijidatu sahwi kwa wakati huo, kwa sababu tayari umshamkhalifu imam, ushatengana na imam.
Lakini kama utakuwa uko pamoja na imam, hata kama kuna kitu umekiacha kwa kukisahau, basi wewe haitatakikana wewe sijidatu sahwi. Mithalu dhalik, mfano wa jambo hilo, maamumun nasiya an yaqula subhana rabbiyal azim fi ruku'i. Ikitokea maamuma amesahau kusema dua ya kurukuu subhana rabbiyal azim, walam yafutuhu shay'un fi salati, na ikawa maamuma huyu hakuna chochote kile kilichompita katika ile swala yake, fala sujuda alayhi, basi huyo maamuma hata lazimika kuleta sijidatu sahwi. Fa in fatatuhu rak'atun, na ikiwa kama itampita yeye rakaa moja au aktharu au zaidi ya rakaa moja, qadaha, ataileta ile sijidatu sahwi, atailipa ile rakaa. Thumma sajada lisahwi qabla salam, kisha ataleta sijidatu sahwi kabla ya yeye kutoa salamu. Umeeleweka mfano? Turudie. Maamumu ikitokea siku moja au ikitokea katika swala, maamuma nasiya an yaqula subhana rabbiyal azim fi ruku'i, amesahau kusema dua ya kurukuu ambayo ni subhana rabbiyal azim, walam yafutuhu shay'un fi salati, na ikawa maamuma huyu hajapitwa na kitu ndani ya swala. Sawa, yani kamdiriki imamu kuanzia rakaa ya kwanza mpaka rakaa ya mwisho, hajapitwa na kitu chochote kile ndani ya swala, lakini kasahau katika rakaa ya pili au rakaa ya tatu au rakaa ya kwanza au rakaa ya nne, kasahau kusoma dua ya kurukuu subhana rabbiyal azim, fala sujuda alayhi, basi maamuma huyu hata wajibika au hata takiwa kuleta sijidatu sahwi. Fa in fatatuhu rak'atun, lakini kama maamuma huyu itakuwa imempita rakaa moja katika zile rakaa alizozidiriki kwa imamu, imempita rakaa moja au aktharu, au zimempita rakaa zaidi ya moja, qadaha, kwanza kabisa inatakiwa azilipe zile rakaa baada ya kuwa imamu amemaliza swala yake, atazilipa zile rakaa alizokuwa kidaiwa. Thumma sajada lisahwi, kisha ataleta sijidatu sahwi. Kama ilitokea huko mwanzo alisahau kusoma dua kurukuu, ataleta sijidatu sahwi qabla salam, kabla ya yeye kutoa salamu. Tayari mithalun akhar, mfano mwingine, maamumun yusalli dhuhra maa imamihi. Ikitokea maamuma anaswali swala ya dhuhuri akiwa iko pamoja na imamu wake, falamma qama al-imamu ila ar-rabi'ati, basi pindi imamu aliposimama kwa ajili ya kuileta rakaa ya tatu, imamu katika rakaa ya kwanza kaswalisha vizuri, rakaa ya pili, rakaa ya tatu, anasimama sasa kwa ajili ya kuileta rakaa ya nne. Jalasa al-ma'mumu, maamuma akawa amekaa wakati imamu anasimama, maamuma akatoka hali ya kuwa akatoka katika ile sijida akafika anakaa, dhannan minhu anna hadhihi ar-rak'ata al-akhira, amekaa kile kitako akidhania kwamba hii ndiyo rakaa ya mwisho, tayari tumeshamaliza. Falamma alima anna al-imama qa'imun, sasa alipogundua sasa imamu amesimama, qama, na yeye hapo hapo akasimama. Yani katoka katika sijida ya pili kwenye ile rakaa ya tatu akafika anakaa, akifahamu kwamba hii ndio rakaa ya mwisho tumemaliza hapa. Sawa, akafika anakaa. Sasa anakuja kushangaa maamuma wenzake na yule imamu aliyemswalisha wamesimama, yeye alikuwa shadhania kwamba tayari swala tumeimaliza na alikuwa shakaa kitako, lakini alipoona wenzake wamesimama na imamu pia amesimama, na yeye akawa amesimama pamoja nao. Tuko pamoja mpaka hapo? Hii inaingia katika sehemu gani kwenye vipengele tulivyovisoma? Hii ni ziada katika dhana, amezidisha kile kikao kile. Sawa, ambapo hukumu yake ni kuleta sijidatu sahwi au asilete. Swali magumu. Tuendelee.
fa in kana lam yafutuhu shay'un min as-salati fala sujuda alayhi. Ikiwa kama huyu maamuma sasa aliyotokewa na hali hii, ikiwa kama hakijampita kitu chochote ndani ya swala, alianza na imamu kuanzia raka ya kwanza mpaka katika ile sehemu aliyopo, ikiwa kama hakijampita chochote katika ile swala, yani hana rakaa anayodaiwa, fala sujuda alayhi, huyu mtu kwa kuwa yupo nyuma ya imamu hatatakiwa kuleta sijidatu sahwi. Wa in kana qad fatathu rak'atun fa aktharu, na ikiwa kama zilimpita au ilimpita rakaa moja na zaidi ya rakaa moja, qadaha, kwanza atazilipa zile rakaa, wasallam, na atatoa salamu, thumma sajada lisahwi wasallam, kisha ataleta tena sijidatu sahwi na atatoa tena salamu. Wa hadha as-sujudu min ajli al-julusi alladhi zadahu athnaa qiyami al-imami ila ar-rabi'a, na hii sijida ni kwa ajili ya kile kikao alichokizidisha huyu maamuma katikati ya kisimamo cha imamu alipokuwa anasimama kwenye rakaa ya 4, kwa ajili ya rakaa ya 4. Sawa, hapo au hii ziada iliyotokea kwa huyu maamuma ndiyo itamfanya yeye alete sijidatu sahwi, kwa sababu amezidisha kitu ndani ya swala. Hichi kikao haikutakiwa akae hapa hata kidogo, ilitakiwa anyanyuke moja kwa moja, lakini alikaa tena akidhania na kufikiria kwamba hii ndiyo rakaa ya mwisho na hapa ndio inatakiwa tukae kikao kwa ajili ya kumalizia swala yetu, akiwa anadhania hivyo kabisa. Lakini baadaye, baada ya kuona wenzake wamesimama na imamu pia akasimama, akaona bora asimame nao, akamalizia swala yake. Sasa mtu huyu yeye ataita sijidatu sahwi ikiwa kama kuna rakaa zilimpita, akasimama kwa ajili ya kumalizia zile rakaa, itabidi alete sijidatu sahwi. Lakini kama kulikuwa hakuna rakaa zilizompita, basi kile kikao kitabebwa na imamu, kila kitu kitabebwa na imamu. Kwa hiyo tunaona hapa maamuma yeye hana mamlaka yoyote ya kumkhalifu na kwenda kinyume na imamu, hata kama kutakuwa kuna kitu amekisahau katika vitu vya wajibu au kuna kitu kakizidisha katika vitu vya lazima, basi hakuna haja, kama yuko pamoja na imamu kuanzia rakaa ya kwanza mpaka ya mwisho, hakuna haja ya kuleta sijidatu sahwi. Lakini kama itakuwa alikuwa hayupo na imamu, kaja kuunga swala na kuna baadhi ya rakaa zilizompita, na ndani ya swala yake, ima katika zile rakaa alizokuwa anazilipa au katika zile rakaa ambazo alikuwa yuko pamoja na imamu wake, kuna kitu alikikosea ndani ya zile rakaa, basi hapo wakati analipa hizi rakaa zilizompita itabidi alete sijidatu sahwi. Hadha wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im ala khayri khalqihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tutaishia hapa kwa leo insha Allah. Katika kipindi kijacho tutasoma al-khulasa.